Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Auba. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo tukilitazama bara letu la Afrika. Unaweza pia kufuatilia matangazo yetu mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook na YouTube kwa jina la Auba Swahili. Kwa niaba ya wote naitwa Tito Isaya. Keti nasi hadi tamati. Miongoni mwa ripoti zetu kuu hii leo ni pamoja na I do fingerprint, they didn't take me. First flight go, second one go, third one go, fourth one go, fifth one go. Wakati serikali ya Nigeria ikitangaza kusitisha zoezi la kuwarejesha nyumbani raia wake waliokwama nchini Afrika Kusini, Rais Museveni wa Uganda amelaani vikali raia wa Afrika Kusini kwa kuwafukuza na kuwashambulia Waafrika wenzao. Kuanga ANC jembe pagire miaka nkaga atesikuwa gambo. Kwani ANC ambayo nimesaidia kwa kipindi cha miaka 60 sio kuzungumza kwa maneno. Nilikuwa nawasaidia, halafu leo mnasema wajukuu wangu Zeno. Nani Zeno? Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam. Pamoja na mtandao. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa SGR kipande cha Tabora hadi Kigoma. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello. It's a goal! Kwa uchache leo viwanjani, Hispania ameshinda kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuibamiza mabingwa watetezi timu ya soka ya Argentina goli 1-0 usiku wa kuamkia leo. Msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara kuanza rasmi Agosti 14 wakati Yanga akifunga dimba dhidi ya Namungo FC Agosti 15, ila hali mnyama Simba atashuka dimbani dhidi ya wanakurukumbi Kagera Sugar Agosti 16. Maandalizi kabambe ya mashindano ya Kagame Cup mwaka 2026 yanaendelea kupamba moto nchini Rwanda. Ungana nasi muda utakapowadia. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Kwanza ni taarifa ya habari. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Auba. Jina langu Ruben Lukumbuka. London. Andy Burnham ameanza rasmi kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza baada ya kuchukua nafasi ya Keir Starmer aliyetangaza kujiuzulu baada ya shinikizo la kisiasa ndani ya chama chake cha Labour. Katika hotuba yake fupi aliyotoa kabla ya kwenda kumwona mfalme wa Uingereza Charles III, Starmer alisema atamuunga mkono waziri mkuu mpya Burnham. Jimmy Shukrani ana maelezo zaidi. Keir Starmer ametangaza kuhitimisha rasmi uongozi wake leo asubuhi, akisema anakwenda kukutana na mfalme wa Uingereza Charles III ili kuwasilisha barua yake ya kujiuzuru baada ya kukamilisha kipindi chake cha uongozi. Akizungumza katika hotuba yake ya kuaga, Starmer amesema sasa ni wakati wa kufunga ukurasa wa utumishi wake kama waziri mkuu. I'm about to visit His Majesty the King. Nakaribia kwenda kukutana na mfalme ili kuwasilisha barua yangu ya kujiuzulu na kufunga ukurasa wa kipindi changu cha kuwa waziri mkuu. Kazi yangu imekamilika. My work is done. Katika hatua hiyo, Starmer amemtangaza Andy Burnham kuwa mrithi wake wa uongozi, akisema ana imani naye na atampa ushirikiano wa hali ya juu. So as I now pass the baton to Andy Burnham, ninapomkabidhi kijiti Andy Burnham, ninamtakia kila laheri katika majukumu yake mapya. Ninamuunga mkono kikamilifu. I wish him every success. He has my full support. Hatua hiyo inaashiria mwisho wa uongozi wa Keir Starmer baada ya kipindi chake cha kuhudumu kama waziri mkuu wa Uingereza, huku macho sasa yakielekezwa kwa Andy Burnham ambaye anaanza jukumu ya kuongoza serikali katika kipindi kipya cha kisiasa. Washington. Marekani imeendelea na operesheni zake za kijeshi dhidi ya Iran, huku serikali ya Tehran ikisema iko tayari kujibu hatua hizo. Mvutano huo umeongeza wasiwasi katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa kuhusu usalama wa njia muhimu za usafirishaji wa mafuta zinazotumiwa katika biashara ya kimataifa. Wakati mapigano yakiendelea, mataifa mbalimbali yanafuatilia kwa ukaribu hali hiyo kutokana na uwezekano wa kuathiri usalama wa kikanda pamoja na mwenendo wa biashara ya nishati duniani. Na hatimaye Madrid.
Timu ya taifa ya Hispania imetoa ubingwa wa kombe la dunia mwaka wa 2026 baada ya kuifunga Argentina bao 1-0 katika mchezo wa fainali uliochezwa jana. Ushindi huo umeiwezesha Hispania kuongeza taji lingine kubwa katika historia yake ya soka, huku wachezaji na mashabiki wakisherehekea mafanikio hayo makubwa. Argentina, mabingwa watetezi wa mashindano hayo, ilishindwa kutetea taji lake licha ya kuwa na kikosi kilichoongozwa na wachezaji wake wakubwa. Kombe la dunia la mwaka huu limekuwa la kwanza kushirikisha timu 48 huku likifanyika katika nchi 3 za Marekani, Kanada na Mexico. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Ruben Lukumbuka. Punde umetoka kusomewa taarifa ya habari. Nikukumbushe kutuandikia maoni yako hapa, na sasa moja kwa moja tuanze kuzichambua taarifa zetu tukianzia kule nchini Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amelani vikali raia wa Afrika Kusini kwa kuwafukuza wahamiaji na kuwashambulia wakati wa Afrika wenzao ndio waliowasaidia kupata uhuru wanaojivunia leo. Museveni ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na Waganda waliorejea nyumbani ambao walikuwa kwenye mafunzo ya chuo cha uongozi, huku akiwafariji na kuwapa ushauri wa kuanza upya maisha yao. Mwandishi wetu wa Auba Swahili Isaac Mumena kutoka pale nchini Uganda ametuandalia taarifa ifuatayo. Zaidi ya raia wa Uganda 1200 waliorejea nyumbani kutoka Afrika Kusini kufuatia maandamano ya raia wa Afrika Kusini kuwafukuza wahamiaji wakidai wanawamalizia ajira zao, wamekamilisha mafunzo ya majuma 2 kwenye chuo cha uongozi cha Nkwanzi ya kuwafariji na kuwafundisha kuanza maisha mapya nchini Uganda. Rais Yoweri Museveni aliwakemea vikali raia wa Afrika Kusini kwa kuwashambulia Waafrika wenzao na kusema wanawapa faida mabeberu. Kubanga ANC jembade mpagire miaka 6 ate sikuwagira mbigambo. Kwani ANC ambayo nimesaidia kwa kipindi cha miaka 60 sio kuzungumza kwa maneno. Nilikuwa nawasaidia, halafu leo mnasema wajukuu wangu Zeno. Nani Zeno? Mimi Yoweri Museveni. Mnaniita Zeno. Nimezungumza naye nikamwambia acha matamshi hayo, yanaingia kwenye vichwa vya adui wa Afrika. Kwani adui wa Afrika ndicho wanachotaka? Mwingi ndio mtego wa balawi. Kubanga balawi wa Afrika kibagala hicho. Rais Museveni pia amewakumbusha Waganda wanaokimbia taifa lao lenye neema tele na rutuba nzuri kwenda kuhangaika ugenini. Yembade mwenje aranzemba sasira. Huko mlikokuwa mnazurura hovyo, mimi nawaonea huruma. Mlikuwa mnatafuta nini? Mnaona kuna kupotea, kuna watu wanaowapoteza. Kwani mimi nashangaa kuona kuna ugonjwa wa kuacha taifa lenu zuri kushinda mataifa yote niliyotembea duniani kuzurura hovyo. Waziri Mkuu wa Uganda Robin Nabanja amelaumu baadhi ya makampuni yanayowarubuni watu kuwapeleka kufanya kazi nje. Badala yake wanaangukia kwenye mateso na wengine kupelekwa Urusi kupigana. Kuna vikampuni hapa nchini vinatorosha raia wa Uganda kwa kuwapitisha nchini Kenya. Unakuja kusikia wapo kwenye mateso, kuna ambao wapo nchini Urusi. Wanapelekwa mafunzo ya majuma 2 na kupelekwa mstari wa mbele kwenda kupigana. Wengi wao wamepoteza maisha. Baba traininga wiki 2 ni babateka ku front line abamu batufudu. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Uganda Aruna Kasoro ameomba Rais Museveni kuwasaidia raia wengine wa Uganda ambao wako katika mateso kwenye mataifa mengine baada ya kudanganywa kwenda kupata ajira. Nimemwomba rais na nitaendelea kumwomba pamoja na waziri wa jinsia kuanzia sasa kuweka sheria hakuna raia wa Uganda kuruhusiwa kwenda peke yake nje kutafuta kazi. Serikali ndio itawatafutia kazi na kuzungumza na serikali kwa serikali za nje, kwani kuna matatizo mengi yanayowakumba. Wengi wao wanataka kurudi nyumbani. Baada ya kukamilisha mafunzo hayo, rais amewapatia kianzio cha fedha za kuanza maisha milioni 20 na pia amewafungulia sako ambayo ameweka bilioni 2 na kuwahimiza kufuata miradi mbalimbali ya serikali kuondoa maskini ili waishi maisha bora. Isaac Mumena,
Auba Radio. Tukitoka huko nchini Uganda, moja kwa moja tuelekee kule Kigoma nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa SGR kipande cha Tabora hadi Kigoma itakayochukua ukubwa wa kilomita 506 itakayogharimu kiasi cha shilingi trilioni 6 na bilioni 23 kukamilika, huku mradi huo ukilenga kuongeza ajira zaidi ya 15,000 kwa wazawa wa mkoa wa Kigoma. Wakati huo Rais Samia amefanya uzinduzi wa meli 4 za mizigo zitakazofanya safari zake katika ziwa Tanganyika kuelekea nchi jirani. Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema kuwa ziara hiyo imeleta matumaini mapya kwa wakazi wa Kigoma na nchi jirani za Kongo na Burundi. Nesta Masangula na taarifa kamili. Leo tumeweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora hadi Kigoma. Ni katika ziara ya kikazi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akizindua meli 4 za mizigo zitakazoanza kufanya safari zake katika ziwa la Tanganyika kutoka Kigoma kwenda nchi jirani za Kongo na Burundi na Zambia, na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kipande cha 6 cha reli ya SGR kutoka Tabora mpaka Kigoma. Rais Samia amesema kuwa uwekezaji huo ni kwa lengo la kukuza mazingira ya kibiashara ya kimataifa na kuiunganisha nchi na fursa za masoko Afrika Mashariki, na ni jukumu la kila serikali kufanya Tanzania kuwa kituo cha kibiashara. Kijiografia, nchi yetu ni lango la biashara kwa nchi jirani zinazotuzunguka. Kwa msingi huo, kila tunapojenga reli, viwanja vya ndege, bandari au barabara, hatuunganishi mikoa yetu pekee, bali tunaiunganisha pia nchi yetu na fursa za masoko ya Afrika Mashariki, maziwa makuu, Afrika ya Kati na kusini mwa Afrika. Na ndio maana nikasema kuna kazi zaidi zitazalishwa kutokana na miradi hii. Ameongeza kuwa wananchi wa Kigoma wanapaswa kuchangamkia fursa zitakazojitokeza kutokana na uwekezaji huo wa miradi ya kimkakati ili kujikwamua kiuchumi. Kwa muktadha huo, Kigoma haitakuwa tena mwisho wa reli kama ambavyo imekuwa ikifahamika, bali itakuwa ni mwanzo wa kufunguka kwa fursa za biashara na uwekezaji. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, leo tumeweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa kipande cha Tabora hadi Kigoma, ambacho kama alivyosema Waziri wa Uchukuzi kina urefu wa kilomita 506 na ujenzi wake utagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 2.74 au Tanzania shilling trilioni 7.4. Akimalizia, Rais Samia amewaasa wananchi kulinda miundombinu hiyo na miradi inayojengwa na serikali kwa kuhakikisha amani na utulivu kwa kauli ya usalama kwanza, halafu maendeleo yetu. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nipende kusisitiza suala la amani, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana. Maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania. Kusingekuwa salama leo, tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingefurika kwa wingi hapa, kila mtu angekuwa amejifungia na kuogopa kutoka. Niwaombe sana wana Kigoma, tuchunge usalama wa mkoa wetu. Nchi jirani hapa zinaagiza kila kitu kutoka nje kwa sababu hawana fursa, hawana wasaa wa kutulia na kuzalisha ndani kwao. Hata kilimo tu kidogo hawana wasaa na fursa ya kwenda kulima na kuvuna mazao yao wakajitegemea. Kwa hiyo amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu. Ndugu viongozi na wananchi,
Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema kuwa sekta ya uchukuzi imeendelea kushuhudia mageuzi makubwa ya kimaendeleo na hii inasaidia kuiweka Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji Afrika. Ameongeza kuwa uwekezaji wa meli 4 za mizigo zitafungua enzi mpya ya usafirishaji katika ziwa Tanganyika itakayohakikisha usalama wa usafirishaji, kupanua mfumo wa kibiashara kati ya Tanzania, Burundi, Kongo na Zambia, kuongeza ushindani wa kibiashara na kufanya ukanda wa ziwa Tanganyika kuwa lango kuu la biashara katika maziwa makuu na ushoroba wa kati. Mheshimiwa Rais, meli hizi 4 mpya zitafungua enzi mpya za usafirishaji wa majini katika ziwa Tanganyika. Zitaongeza uwezo wa usafirishaji wa mizigo, kuimarisha usalama wa safari, kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha biashara kati ya Tanzania, Kongo na Burundi. Wakati huo huo, zitaifanya Kigoma kuendelea kuimarika kama lango muhimu la biashara katika ukanda wa maziwa makuu na ushoroba wa kati. Ameongeza kuwa uzinduzi huu unalenga kuzalisha ajira zaidi ya 600 za moja kwa moja na ajira nyingine nyingi zisizo za moja kwa moja, ikiwa na jumla ya ajira 1500. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema kuwa kwa sasa Kigoma si mwisho wa reli bali ni kituo cha kati katika masuala ya usafirishaji na biashara. Pia uzinduzi wa ujenzi wa meli 4 mpya katika ziwa Tanganyika utaimarisha usafiri wa maji, kuongeza usalama wa abiria na mizigo, kuimarisha biashara na nchi jirani na kuongeza mchango wa ziwa Tanganyika katika uchumi wa taifa letu na uchumi wa mkoa wetu kwa jumla. Upanuzi wa bandari ya Kigoma utaongeza uwezo wa kuhudumia mizigo na abiria kwa ufanisi zaidi kutoka Tanzania. Akizungumza katika hafla hiyo, makamu wa rais wa kampuni ya Zing Mining Group Qiu Gizung inaonyesha ushirika muhimu kati ya Tanzania na China na kuahidi kuwa kampuni yake itafanya marekebisho ya bandari ya Kigoma. Nesta Masangula, Auba Swahili. Na sasa tukamilisha taarifa zetu kutoka kule nchini Afrika Kusini. Serikali ya Nigeria imetangaza kusitisha zoezi la kuwarejesha nyumbani raia wake waliokwama nchini Afrika Kusini. Hatua hiyo imekuja wakati baadhi ya raia wa Nigeria wakiendelea kulala nje ya ubalozi mkuu wa nchi hiyo mjini Pretoria wakisubiri msaada wa kurejeshwa nchini kwao. Hali kama hiyo pia imeshuhudiwa katika ofisi za kidiplomasia za Malawi zilizopo Pretoria, ambako baadhi ya raia wa Malawi wanaendelea kusubiri hatua za kurejeshwa nyumbani. Kutoka Pretoria, mwanahabari wetu Bryson Bichwa na taarifa zaidi. Baadhi ya raia wa Nigeria wanasema walisafiri kutoka miji mbalimbali wakiamini serikali yao ingewagharamia safari ya kurejea nyumbani, lakini walipofika ubalozini walielezwa kuwa mpango huo haupo tena na sasa kila mmoja anatakiwa kujinunulia tiketi. I left Cape Town. I come to Nigeria embassy. Nilitoka Cape Town kuja ubalozi wa Nigeria baada ya kuambiwa serikali inawarejesha raia wake bure. Lakini tulipofika tuliambiwa kwamba ndege za serikali zimeisha. Hivyo kila mtu atalazimika kujigharamia tiketi yake ili arejee nyumbani. Wengine wanaeleza kwamba hawana uwezo wa kugharamia tiketi, hali ambayo imewaacha wakiwa katika msongo mkubwa wa mawazo, huku wakiomba serikali yao iingilie kati swala hilo. Tuna msongo mkubwa wa mawazo. Baadhi yetu sasa wanaanza kupoteza utulivu wa akili kutokana na hali hii. Tunaomba serikali ya Nigeria ije kuwaokoa raia wake. Tafadhali, njoo uwaokoe wananchi wako. Tunahitaji msaada. Hilo ndilo ombi letu pekee. Tunataka kurudi nyumbani. Wakati huo huo, muungano wa mashirika ya kiraia nchini Afrika Kusini unasema hofu imeendelea kutanda katika miji mbalimbali kutokana na operesheni za kuwasaka wahamiaji nyumba kwa nyumba na maandamano yanayofanyika kila Alhamis, kama anavyofafanua Tessa Dooms wa shirika la Siafana Sonke. Jamii nyingi bado zinaishi kwa hofu. Hali hii haiwaathiri wahamiaji pekee, bali wananchi wote kutokana na operesheni za nyumba kwa nyumba na maandamano yanayofanyika kila Alhamis. Akizungumza mjini Pretoria wakati wa kikao cha tume ya pamoja ya Afrika Kusini na Namibia, Rais Cyril Ramaphosa amesema changamoto za uhamiaji zinahitaji ushirikiano wa nchi za Afrika badala ya hatua za muda mfupi. We believe that sustained dialogue, tunaamini mazungumzo
ushirikiano wa usimamizi wa mipaka, uhamiaji wa wafanyakazi wenye utaratibu na maendeleo jumuishi ya uchumi ni suluhisho la kudumu kwa changamoto za uhamiaji barani Afrika. Across our continent. Zaidi ya wahamiaji 60,000 tayari wamefanyiwa taratibu na kurejea katika mataifa yao. Hata hivyo, maelfu ya wengine bado wanaendelea kusubiri msaada kutoka kwa serikali zao. Bryson Bichwa, Auba, Pretoria. Asante sana Bryson Bichwa kwa taarifa hiyo. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Na sasa ni wakati wa kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Samuel Male, karibu tujuze yale yanayojiri viwanjani. Wakati huu ambapo sherehe za kuhanikiza ubingwa wa kombe la dunia zikiendelea maeneo mbalimbali kote duniani, hasa pale nchini Hispania waliotwaa kwa mara ya pili ubingwa huu usiku wa kuamkia leo. Uhispania imeshinda kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuwabamiza mabingwa watetezi timu ya soka ya Argentina goli 1-0 usiku wa jana. Mshambuliaji Ferran Torres ndiye aliyefungia Uhispania bao la pekee lililowapa ushindi na kunyakua ubingwa wa kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia. Mchezo wa finali ulipigwa kwenye dimba la MetLife huko New Jersey nchini Marekani. Ulikwenda hadi dakika ya nyongeza baada ya miamba hiyo miwili kushindwa kufungana ndani ya dakika 90. Bao la ushindi la Hispania lilipatikana dakika ya 106 ya mchezo pale mshambuliaji Nico Williams alipotoa pasi maridadi kwa Torre alimaliza vyema kwa kutia mpira wavuni. Uhispania ambao pia ni mabingwa wa michuano ya kimataifa ya Ulaya mwaka 2024 wameonyesha kandanda safi dakika zote 90 kwa kunyima Argentina ya Lionel Messi nafasi ya kutawala. Timu hiyo ya kinda mwenye nyota kali Lamine Yamal ilipambana kwa muda mrefu kutikisa nyavu za Argentina bila mafanikio, ambayo ilijikuta na wachezaji 10 pekee wakati wa kipindi cha pili. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Ligi Kuu Tanzania Bara inatarajiwa kurejea dimbani Agosti 14 ambapo Pamba Jiji itakuwa na kibarua dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo utakaopigwa kunako uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Ilhali siku hiyo Mbeya City itakuwa na kibarua dhidi ya Geita Gold, wakati Singida Black Star itakuwa na kibarua dhidi ya Fountain Gate. Siku ya Agosti 15 Polisi Tanzania watakuwa na kibarua dhidi ya Azam FC, wakati Coastal Union watakuwa na kibarua dhidi ya Mashujaa FC. Mchezo mwingine ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa ni Namungo FC wakiwaalika mabingwa watetezi wa Ligi Kuu Tanzania Bara kunako uwanja wa Majaliwa Stadium Young Africans, ikiwa ni mwendelezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Kunako uwanja wa Kaitaba Kagera Sugar watakuwa na kibarua kualika Mnyama na Simba. Maandalizi ya michuano ya Kagame Cup mwaka 2026 yanaendelea kupamba moto nchini Rwanda. Kwa taarifa zaidi tunaungana na mwandishi wetu Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda. Mashindano haya yatazikutanisha klabu 12 bora kutoka nchi wanachama wa Sekafa. Kabla ya mashindano haya kuanza, kulifanyika hafla ya Rayon Sport Rayon Day, ambapo mwaka huu ilialikwa Gor Mahia FC ya Kenya. Mechi iliyopigwa kwenye uwanja wa Pele jijini Kigali. Wenyeji Rayon Sport waliichapa Gor Mahia mabao 2-0. Haya ni maandalizi ya Sekafa Kagame Cup kwa timu hizi mbili kuelekea mashindano haya ya Sekafa, kama anavyoeleza kocha wa Rayon Sport Haringingo Francis. Tumeweza kutumika wiki 3, itatupatia fitness. Kitu cha pili itatupatia kwa confidence. Nawaza ni mechi tulikuwa tunataka sana na itatusukuma juu tuweze kuanza nani ya Sekafa tuko vizuri. Mchezaji mshambuliaji wa Rayon Sport Ndikuma na Asmani baada ya mechi hiyo amejigamba kwamba hata mechi za kundi lao la Sekafa watafanya vizuri. Kufunga Gor Mahia imekuwa mechi ambayo tumekuwa tunaandaa, itatupatia relance nzuri sana kwenye league, na hapa tunajua tunaenda na confidence nzuri sana kwenye Sekafa. Sasa kundi liko strong na tunajua, lakini sisi tunakuja tuko tayari, tunajua kila kitu kitakuwa sana easy kwetu. Sylvester Owino ni nahodha wa timu ya Gor Mahia, alikuwa na haya ya kueleza baada ya mechi hiyo. Hii ndio imekuwa mchezo wetu wa kwanza tangu turejee mazoezini. Vijana wamesukuma kadri wanavyoweza. Sisema imekuwa mbaya, hatujakuwa tukifanya mazoezi. Hii ndio wiki yetu ya kwanza tangu turudi mazoezini. Meneja wa timu ya Gor Mahia Filemoni Otieno alikuwa na ujumbe huu kuelekea mashindano haya ya Sekafa. Kuja hapa kucheza na Rayon Sport inatusaidia sisi kama Gor Mahia kwa sababu tunaendelea kujiandaa kwa msimu mpya na katika kombe hili la Sekafa. Kwa hivyo nashukuru sana wana Rayon Sport kwa kutualika.
ifikapo wakati Sekafa itaanza tutakuwa tuko tayari. Toleo la Sekafa mwaka huu linatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutokana na ushiriki wa baadhi ya timu zenye historia na mafanikio makubwa katika ukanda huu. Jean-Baptiste Msabyimana ni makamu mwenyekiti wa Rayon Sport. Kuelekea mashindano haya ya Sekafa alikuwa na kauli hii: tumepata nafasi nzuri kupitia mashindano haya ya Sekafa tunayokwenda kushiriki. Yakimalizika yatatupa picha halisi ya kiwango cha timu hii, lakini mnaijua Sekafa ilivyo. Hata hivyo, kombe liko nyumbani kwetu na tutafanya kila liwezekanalo ili libaki hapa. Tuzatanga ibishoboka byose kugira ngo kiguma hanga. Timu zitakazoshiriki kinyang'anyiro hiki cha kombe la Kagame mwaka huu ni pamoja na APR ambayo imepangwa katika kundi A na Vipers Sports Club ya Uganda, Gor Mahia ya Kenya na FC Garde Republicaine ya Djibouti. Kundi B linaundwa na Singida Black Stars ya Tanzania, mabingwa watetezi wa mashindano Simba Sports Club ya Tanzania, Jamusi Sports Club ya Sudani Kusini na Mogadishu City ya Somalia. Kundi C linajumuisha Rayon Sport ya Rwanda, Al Hilal ya Sudani, Tusker FC ya Kenya na KFZ ya Zanzibar. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Kutoka viwanjani sina la ziada. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Shukrani sana Samuel Male kutoka viwanjani. Na sasa kwa uchache ni kukumbusha yale tuliyokuwa nayo jioni ya leo. I do fingerprint, they didn't take me. First flight go, second one go, third one go, fourth one go, fifth one. Wakati serikali ya Nigeria ikitangaza kusitisha zoezi la kuwarejesha nyumbani raia wake waliokwama nchini Afrika Kusini, Rais Museveni wa Uganda amelaani vikali raia wa Afrika Kusini kwa kuwafukuza na kuwashambulia Waafrika wenzao. Kuanga ANC jembe mpagire miaka nkaga atesikuwa gambi gambo. Kwani ANC ambayo nimesaidia kwa kipindi cha miaka 60 sio kuzungumza kwa maneno. Nilikuwa nawasaidia, halafu leo mnasema wajukuu wangu Zeno. Nani Zeno? Reli hii itakapokamilika itaunganisha Kigoma na mikoa ya Tabora, Dodoma, Morogoro hadi Dar es Salaam. Pamoja na mtandao. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa SGR kipande cha Tabora hadi Kigoma. Na kufikia hapa, msikilizaji, na hodha wako leo natia nanga katika jahazi hili lililokupasha habari mbalimbali kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Auba. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Instagram na Facebook, kuandika Auba Swahili. Kwa niaba ya wote, mimi naitwa Tito Isaya. Kwaheri hadi wakati mwingine.